Yes bana, tumekutana tena ndani ya DTV Zone Online Channel, lakini nakusi kama hujabonyeza alama ya kengele bonyeza kwanza ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote kutoka hapa, ambazo taarifa nyingi ni za kimichezo lakini pia kwa taarifa nyingi za kiburudani. Sasa taarifa ambayo yakupasa ni kufikishia kwa sahu au kwa siku hii ya leo ni taarifa ambayo inamhusu Mbosso Khan, mshereri ambaye mwanzo tulimfahamu kupitia Moto Bendi, lakini pia Khan ni miongoni mwa wasanii ambao wamesainiwa WCB Wasafi, lakini baada ya hapo tunaenda room number 3 kutokana na taarifa nyingi ambazo zimekuwa zinazagaa sana mtandaoni kumhusisha Mbosso. Sasa baada ya siku kadhaa za mafumbo huko mtandaoni, kwa sababu kila mtu alikuwa na wazo lake kutokana na kile ambacho anakifanya, kwa sababu rangi ya kijani ndio rangi ambayo imetawala sana kwenye peji yake hata kwa sasa hivi ukiangalia. Sasa siku ya leo Mbosso ameweza kudokeza kwamba safari yake mpya kupitia video yake fupi ambayo ilikuwa na ujumbe. Nikijaribu kukuhadithia jinsi ambavyo ilikuwa, ni video ambayo ilikuwa inaonyesha taa za barabarani ambazo zinaonekana zikiwa nyekundu, ishara kwamba kuna kitu cha kusubiri, lakini pia kwa ghafla ikawaka taa ya kijani ikiashiria kwamba muda umefika kuendelea na safari ambayo ameianzisha. Sasa kupitia video hii Mbosso ameonekana kama kuna ujumbe ambao anatuma kwenda kwa mashabiki wake kuwa kibali tayari kimekwisha tolewa, na safari ambayo inafuata ni safari kuelekea room number 3, na safari hiyo inaanza rasmi siku ya Jumatatu. Kwa siku ya Jumatatu majira ya saa 4 kamili za asubuhi hivi ni muda ambao yakupasa uwe karibu kabisa na DTV Zone Online Channel kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa ambazo tutakuwekea kwa siku husika, kwa sababu ni siku ambayo ndio kutakuwa na uzinduzi rasmi wa kile ambacho amekuwa kikifanya kimekimya. Na nadhani hata kwamba kwa wasau unafuatilia DTV Zone Online Channel unawaza kwamba ni kipi ambacho Mbosso atakifanya kwa siku ya Jumatatu majira ya saa 4, lakini hii pia inakuwa sambamba na kutambulishwa kwa Khan Music ambayo itakuwa ni lebo yake mpya ya muziki pamoja na kampeni yake ambayo inayovuta hisia za mashabiki wengi. Sasa kutokana na hicho ambacho anakifanya kwamba cha kwanza ni hatua, kwa sababu si kila msanii anaweza kuanzisha lebo yake, lakini pia si kwamba kila msanii anaweza kamudu kuendesha lebo yake, na kwa ni changamoto. Tumeona kwa baadhi ya wasanii imewawia vigumu kumeneji wasanii ambao wanakuwa na wasanii katika lebo zao. Kuna baadhi pia wasanii zinatokea tofauti mbalimbali kwa sababu ya hili ambalo tunalizungumza hapa. Sasa tutegemee kipi kutoka kwa Mbosso? Wewe kama shabiki yake, lakini pia wewe kama mpenzi wa muziki wa Bongo Flava unatazamia nini kutoka kwa Mbosso? Lakini pia katika lebo yake ambayo anataraji kuweka wazi, unatamani msanii gani ambaye aweze kuhusishwa au kuwa chini ya lebo ya Khan Music? Sijui sana kusoma komenti yako, lakini nikusi tu bonyeza alama kengele ilikuwa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu zote kutoka hapa DTV Zone Online Channel.